Ikiwa zimesalia takribani siku 8 pekee kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Machi 1 pale visiwani Zanzibar kwenye majira ya saa 2:15 za usiku. Sasa bwana, unaambiwa kuna habari njema huko kutokea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mazuri yanaendelea kwenye kikosi hiko kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Habari hii niko nayo hapa, nami nitakuja kukujuza moja kwa moja mwanamichezo wangu, na wewe uweze kufahamu kunani huko kimehappen ndani ya klabu ya Simba. Hama ni habari gani mpya ambayo imeweza kujiri muda huu ninavyozungumza na wewe ndani ya klabu ya Simba. Lakini pia kabla sijakusogezea moja kwa moja hii taarifa nzuri kutokea kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza una join nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi naomba nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya kufanya hivyo, hakikisha unakwenda turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na hii taarifa ambayo imehappen muda huu hapa huko kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, inaelezwa kwamba golikipa Yakubu Sulemani ameweza kurejea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba Sports Club. Kama inavyokumbukwa, golikipa huyu aliweza kupata majeraha yake pale nchini Morocco kwenye michuano ya AFCON alipokuwa anitumikia timu ya Taifa Stars. Mara baada ya kupata majeraha hayo yalimfanya aweze kuondoka kwenye kikosi hiko cha Taifa Stars na kurejea kwa ajili ya kugusa jeraha lake, jambo ambalo lilipelekea klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuingia sokoni mara moja kwenye kutafuta mbadala sahihi wa golikipa huyo Yakubu Sulemani, na wakampata Jibril Kasali ambaye na yeye amekuwa na kiwango kizuri kwa nafasi yake. Lakini golikipa Yakubu Sulemani, urejeo wake huenda ukaja kutoa challenge kubwa kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba, hususani kwenye eneo la milingoti mitatu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Maana tunafahamu ubora ambao Yakubu Sulemani yuko nao na uwezo ambao ameweza kuonyesha tangia yupo kwenye timu ya JKT Tanzania mpaka kurejea kwenye mpaka kujiunga kwenye timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kiwango kizuri alichokionyesha kwenye timu ya Taifa Stars. Hivyo anaweza akaja kutoa challenge nzuri kwa Jibril Kasali kwenye kupambania namba, nani aanze kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba na nani asianze kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba. Na kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, huenda tukaweza kumshuhudia golikipa huyu akianza kwenye milingoti mitatu, maana na uzoefu mkubwa wa mechi za pressure za namna hii. Hivyo uzoefu wake huenda kocha Steven Becker akaenda kuanza naye, ukizingatia muda bado hupo na ataendelea kutrain na timu mpaka pale atapokuwa sawa zaidi na kuaminika kuanza moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba. Ni yapi maoni yako mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea muda huu hapa? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu ndio chini ya video hii yanaandikwa subscribe.